Hii ni Chum TV Online. Furaha kiganjani. Kikubwa ni kuenda kufanya kazi inayohusu uchumi zaidi. Na kwenye uchumi kuna maeneo kadhaa. Kiwemo swala la kupata wawekezaji, ikiwemo swala la kupata masoko ya bidhaa zetu, lakini vile vile kwa uchumi kama wetu wa Zanzibar kuzitangaza fursa za uchumi wa huduma. Maana tunatofautiana, si wote wenye bidhaa za kuuza, wengine tuna huduma za kuuza. Kwa hivyo nichukue fursa hii ni waombe mfanye kazi ya kuitangaza nchi yetu, na kama ninavyotambua sera yetu kuu ya uchumi hapa Zanzibar ni uchumi wa bluu, na ndani ya uchumi wa bluu sekta kuu kabisa ni utalii. Na kwa maana hiyo bado Zanzibar tuna nia na dhamira ya kuendelea kuwekeza zaidi katika masuala ya utalii. Ukipata fursa za watu ambao wana interest ya kuwekeza kwenye utalii, basi sisi tuko tayari kuwapa fursa ya kuwekeza katika utalii, lakini vile vile kupata watalii wa kuweza kuja kutembelea nchi yetu. Kukuza uchumi wetu na kuona wenzetu wana nini cha ziada au nini cha nyumbani ambacho nikipeleke kule, lakini kufungua fursa za uwekezaji kwa Tanzania kwa maeneo yote. Kwa upande huu wa visiwani, eneo la spices zetu ni utalii wa spice, lakini biashara ya spice. Kwa hiyo tutakuza na nitajitahidi kuonyesha kwamba mahusiano katika eneo la utalii wa spice, lakini na utalii wa uvuvi, lakini na kujifunza kuna wawekezaji kama watapatikana kuja maeneo haya. Na biashara kubwa sana inafanyika kati ya Rwanda na Tanzania. Tanzania kwa miaka ya hivi karibuni imefanya biashara na Rwanda inayokadiriwa kufikia zaidi ya dola milioni 700 kwa mwaka. Sasa hii sio eneo la kulibeza, ni eneo la kuliendeleza na kuona kwamba biashara hii inazidi kukua. Rwanda inatumia bandari yetu, inatumia barabara zetu, yote hiyo ni biashara. Vile vile nikiwa kule nitakuwa naangalia fursa zilizopo ndani ya Rwanda ambazo Watanzania wanaweza kuzitumia kama wanahitaji kwenda Rwanda, kwa sababu uwekezaji ni pande mbili. Unaweza kuwaita wawekezaji kuja ndani au kutoka kwenda kuangalia fursa. Tunavyofahamu, Msumbiji haina tofauti sana kijiografia na Tanzania, including Zanzibar, kwamba tuna bahari kule. Na Msumbiji kuna bandari kubwa kama sikosei ni Beira. Kitu ambacho cha kwanza ambacho katika utekelezaji haya maelekezo ambayo tumepata kwa Mheshimiwa Rais hapa ni kwenda kuangalia wenzetu wa Beira wamefanikiwaje katika swala la bandari. Ni ujuzi gani ambao wanao ambao labda pengine hapa Zanzibar au Tanzania kwa ujumla hatuna au tunakosa, ili sasa na sisi tuweze kuboresha bandari zetu hapa Tanzania. Vivutio vya aina mbalimbali tulivyo navyo, vivutio vya fukwe zilizoko hapa Zanzibar, vivutio vya mbuga zetu za wanyama, mlima ya Kilimanjaro, vitu vingi. Tuna tamaduni, tuna masuala ya kihistoria, aina za vyakula vyetu. Kwa hiyo natarajia kwamba tutavutia watalii, hasa ukiangalia kuna nchi kama Lithuania mathalani, ni nchi yenye watu wenye kipato kikubwa na wanakwenda katika nchi mbalimbali kama watalii, lakini ni wachache wanaokuja hapa. Nchi zingine kwa mfano kama Denmark inaleta watalii kwa mwaka 20,000 tu. Kwa hiyo ukizingatia tuna lengo la kufikia watalii milioni 5, nchi moja katika maeneo haya kuleta watalii 20, maana yake kuna fursa zaidi.